Mtaja Mheshimiwa Hamis Mwagao Tabasamu. Mheshimiwa Francis Kumba Ndulani ajiandae. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi kuchangia katika wizara hii ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mjumbe wa kamati ya nishati na madini na kamati hii inasimamia wizara mbili, wizara ya nishati na wizara ya madini. Kule wizara hii inafanya kazi kubwa sana katika maeneo mengi ya huduma za kijamii, wizara ya nishati. Lakini pamoja na kazi hizi zinafanywa na binadamu, na hawa binadamu wanaofanya kazi hii ni watu ambao miongoni mwao ni sisi, tukiwemo wabunge, waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa sana aliyoifanya katika sekta hii, kwanza kufanya maboresho ya watendaji katika sekta hii, lakini pia na kubadilisha mawaziri. Hii ni jambo kubwa sana. Mheshimiwa Rais anaona wapi pemepungua, Mheshimiwa Rais anafanya mabadiliko, na haya mabadiliko yanafanyika kwa ajili ya kupata tija. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba binadamu katika hulka yake huwa anapenda akifanya jambo zuri asifiwe, sio anafanya jambo zuri anapingwa. Hili jambo linakuwa sio sawa. Sisi kama nchi, kama Tanzania, ni kwamba tutapita katika hatua ngumu sana ili kwenda kujiondoa katika haya matatizo mnayoyaona ya umeme, matatizo ya matumizi ya gesi na vitu vingine. Kwa hiyo mimi nampongeza Mheshimiwa Rais katika uteuzi wake katika hizi nafasi. Kamteua Mheshimiwa Doto Biteko na akampa nafasi nyingine ya kuwa naibu waziri mkuu. Sio kwamba akampa nafasi hiyo kwa bahati mbaya, ni kwamba ameangalia yeye mwenyewe akaona kabisa kwamba ana uwezo wa kufanya kazi hii kwa ufasaha, na wizara hii inafanya kazi hizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa naongea na kiti, lakini pia naongea na naibu waziri mkuu. Sasa yuko pale Mheshimiwa mbunge anamnyima nafasi ya kunisikiliza Mheshimiwa naibu waziri mkuu. Sasa linakuwa sio jambo jema sana hili. Mheshimiwa, naomba unilinde. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii wizara watendaji wake wanafanya kazi usiku kucha, usiku na mchana. Watanzania wanatakiwa wajue umeme ukiwa unakatika, kuna tatizo la kiufundi au kuna tatizo gani. Kwa hivi ni vitu ambavyo Watanzania wanatakiwa kuelezwa, baadaye wataelewa. Lakini hitajio la umeme pia kwa Watanzania ni kubwa sana, kwa sababu ni imeingia kuwa sehemu ya maisha. Wako watendaji wanafanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunafanya kazi kama kamati. Tunapita maeneo mengi sana kuona tatizo ni nini, na tunakwenda tunaonyeshwa hatua kwa hatua. Miongoni mwa watu waliokuwa wabishi katika jambo hili ni pamoja na mimi. Mimi nimekwenda mpaka underground kule iliko mitambo ya kuzalisha umeme. Nimetembea maeneo yote yanayofua umeme katika nchi hii, na tumekwenda kule kuona kama kuna hujuma ya aina yoyote. Hakuna hujuma hata moja, isipokuwa kama nchi tumeelemewa na tunahitaji kazi ya nguvu kubwa sana kuwekeza katika miundombinu ya umeme. Hitajio la umeme, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika nchi hii kwa siku, watu wanaoomba umeme tu kwa siku karibu megawati moja kwa siku kwa nchi nzima. Kwa hiyo tunajikuta tunatumia megawati maombi peke yake zaidi ya mahitaji ya umeme megawati, zaidi ya megawati 30. Sasa kama mahitaji ya umeme ni megawati 30, mahitaji mapya ya wananchi ambao wametengeneza viwanda huko migodini na sehemu zote, tunahitaji kuwekeza sana katika swala la umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama wabunge tunatakiwa tushauri sana ili eneo. Serikali hatuna jinsi. Leo hata ili bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo tulikuwa tunasifia
kwamba tumepata bwawa tutapunguza mahitaji ya umeme, ndivyo yanavyoongezeka. Ni sawasawa walivyokuwa wanapata hofu wawekezaji wa mabasi waliokuwa Dodoma kwamba baada ya treni ya mwendo kasi kuanza kazi mabasi yao yatakosa abiria. Treni mpaka sasa hivi inajaa, alafu na mabasi yanajaa, na matrafiki wako barabarani wanayakamata mabasi ya kina Shabibu yamejaza watu na yanakwenda kasi. Sio swala la kuchezea. Yaani kila mnavyoongeza na mahitajio ya watu na wenyewe kuhitaji umeme ndio kunakoongezeka kila siku. Sasa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, katika jambo hili la miundombinu ya umeme, mimi leo hapa nataka kushauri tu ni kwamba Mheshimiwa, kwa sababu tunayo makaa ya mawe, uzalishaji wa makaa ya mawe ni mkubwa, hatuna jinsi, lazima tuhakikishe tu tunatafuta wadau wa kuja kuongeza nguvu katika sekta hii ya umeme. Tusipozalisha, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mahitajio ya umeme ambayo sisi tumeyapitia kama kamati, tumegundua mahitaji ya umeme ni makubwa sana katika nchi hii. Huko Jua Likali kuna maeneo mengi, Mto Malagarasi, sijui wapi, haya maeneo yote umeme wa joto ardhi, yani wote unahitajika umeme wa gharama. Lazima tuwekeze kwa gharama kubwa sana katika umeme. Baada ya miaka 10 ijayo, hali ya mahitajio ya umeme na huu uwekezaji unaowekwa wa viwanda, hali itakuwa ngumu kuliko hivi sasa hivi. Mheshimiwa, wizara imepata matatizo juzi kufiwa na mtendaji wa TANESCO. Mtendaji wa TANESCO, Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi. Injinia Nyamuhanga ni miongoni mwa wazalendo, miongoni mwa watu walioumia, japo familia yake itakuwa imepoteza zaidi, wizara itakuwa imepoteza zaidi, na mimi nimeumia kwa sababu tumefiwa na mzalendo. Yule bwana alikuwa ukikatika umeme, yani kama mko naye, yani anashika kifua, anaona tayari yani balaa kubwa limeingia. Sasa mtu wa namna hiyo, na alivyokuwa anafanya kazi, amekufa, anatoka kufanya kazi. Alikuwa Dodoma, ametoka Sengerema, tulikuwa naye kule Sengerema, amekwenda kuangalia maeneo ya kwenda kuweka substation kule Sengerema, namna ya kuhakikisha umeme mwingine unaotokea Ibadakuli, umeme mwingine unaotokea Mpomvu Geita unakuja kupoza Sengerema, wasaidie tena kuingiza umeme mwingine Mwanza, kuhakikisha tu kwamba jiji la Mwanza na wananchi wa mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa wanapata nafuu ya kukatikiwa umeme. Yule bwana anakwenda kupata ajali, anakufa, na bado alikuwa anasafiri tena kutoka kwenda nje ya nchi. Sasa ndio ujue watu walikuwa wanafanya kazi usiku kucha, anatembea. Sasa Watanzania wanatakiwa kujua, Mheshimiwa Rais, swala la ukatikaji wa umeme linampa maumivu makubwa. Sisi wabunge tulioko wajumbe katika kamati hii tunapata maumivu makubwa, tunafanya kazi, waelewe hilo. Kwa Watanzania wanatakiwa waunge mkono juhudi inayofanyika katika sekta hii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la gesi, hili swala la gesi nilikuwa namuomba sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hebu aitishe semina ya wabunge wote hata siku 2, waweze kujua aina za gesi tunazozalisha, aina ya gesi tunazozalisha, aina ya gesi inayoagizwa kutoka nje. Hizi gesi ziko za aina ngapi? Naogopa kuchukua nafasi hii mimi tena kuanza kusema hili jambo ni la kwako Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Lakini ninachotaka kuomba, swala la kutoa semina, mbunge mmoja kama Tabasamu, mimi na watu zaidi ya 4.5 500, nikijua hii mifumo ya gesi yote, naweza kwenda kuwaambia Watanzania walioko Sengerema bila matatizo yoyote. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, pamoja na hali hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu nipe dakika moja tu niweze kusema. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba gesi imesambazwa, serikali iliagiza gesi na ikatoa ruzuku. Hii gesi imeleta chachu kubwa sana ya watumiaji wa gesi. Naomba sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hii mitungi ya gesi iliyoagizwa, basi uje uwaambie Watanzania lini mitungi hii itaingia, ili kusudi sasa wananchi ambao wanaotusumbua kule katika majimbo yetu wapate kauli ya serikali, mitungi hii inaingia lini, kwa sababu mitungi hii ina ruzuku ya serikali.
Jamani, mitungi ni ghali na mitungi haipatikani hapa. Sisi tumetembea nchi nyingi zinazozalisha mitungi. Serikali ya Tanzania bado na yenyewe na mipango mikubwa kuleta wawekezaji waje wafanye kazi hii ya kuzalisha mitungi. Na uagizaji wa gesi, mimi nataka kushauri mheshimiwa, na wenyewe uagizwe kwa bulk na wenyewe, ili kupunguza gharama, kwa sababu watu wanavyoleta gesi labda tani 5,000, meli kameli kadogo tani 5,000, tani 5,000. Kwa hiyo bei za gesi zinakuja kuwa kubwa kiasi ambacho watumiaji wa nchi hii wanakuja kuwa na mzigo mkubwa, wakati gesi haitakiwi kazidi shilingi 1,500 2,000 kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo mtu akinunua kilo 6 anajua atanunua kwa shilingi 12,000, kwa shilingi 10,000. Nchi nyingine kama India huko gesi inauzwa gharama ndogo sana, na gesi hii inatoka Brazil, inapita hapa, inatoka Angola inakwenda mpaka Brazil, inakwenda mpaka India. Sasa kwa hatua hiyo tunaiomba serikali itengeneze miundombinu ya gesi kama hivyo wanavyojenga miundombinu ya kuhifadhi mafuta, walete na miundombinu ya kuhifadhi gesi, ili Watanzania sasa, ambao lengo la Mheshimiwa Rais ifikapo mwaka 2034 Watanzania zaidi ya milioni 48 wawe wanatumia gesi, 80% ya wananchi. Kwa mfumo huu, bila kuanza kuandaa miundombinu ya gesi, hatuwezi kufika kwenye takwa la Mheshimiwa Rais, na sisi wabunge ambao ni watetezi wa wanyonge huko kwenye majimbo yetu tutashindwa kutimiza wajibu wetu. Asante sana mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Khamis Mwagao Tabasamu. Nimtaja Mheshimiwa Francis Kumba Ndulane. Mheshimiwa Daimu Idi Mpakate, jiandae. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi jioni ya leo kuweza